Bwana, kila mtu ashinde mechi zake, huenda ni kauli ambayo kwa sasa hivi itaendelea kutamba, lakini pia kwa usiku huu huenda wananchi ndio wakawa na huzuni kwa kiasi chake baada ya kuweza kukubali kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Al Ahly ya pale nchini Misri. Kumbuka haya ni mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo yanaendelea hii leo. Weekend ni nzito kinoma noma kwa wale ambao ni wapenzi wa soka, na sasa hivi mechi nyingine ambayo inaendelea ni Mamelodi Sundowns dhidi ya Al Hilal. So wananchi ndio hivyo tayari wamekwisha kuruhusu mabao 2, na huu ni mchezo ambao ulikuwa na ushindani wa aina yake ambao wananchi walitegemewa kuweza kushikilia bomba angalau kuweza kutoka na sare ama suluhu ya bila kufungana, lakini ndio hivyo matokeo yamekuwa tofauti na kile ambacho walitegemea kuweza kukipata katika dakika 90 za mchezo huu. Al Ahly wameweza kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo mtu anapaswa kuweza kutumia uwanja wake nyumbani kuweza kupata matokeo ambayo yatakuja kumsaidia mbeleni huko kwenye kuja kuangalia nani ambaye atashika nafasi ya kwanza kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So tusubiri kwa upande wa Yanga wao watakuja kufanya nini kwenye mechi ya marudiano, na nikukumbushe tu kwamba kesho wekundu wa Msimbazi Simba wao pia watakuwa kibaruani kuweza kumenyana na Esperance de Tunis ya pale Tunisia. So ni mchezo ambao utakuwa na ushindani wa aina yake. Ikumbuka kwamba Simba wao pia wametoka kuweza kupokea kichapo kwenye mechi zao 2 za mwisho kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wametoka kuchezea chuma 2 dhidi ya Stade Malien, lakini pia amekuja kuchezea chuma 1 hapa na Petro Atletico de Luanda. So tusubiri tuone ni kitu gani ambacho kitaendelea mara baada ya watani zao wa jadi au mara baada ya Kurwa kuweza kupata kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Al Ahly ya pale nchini Misri. Bwana, mimi nikwambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kuturn on notification na mtongo wa kwanza kuweza kupokea taarifa zote kubwa za kimichezo, lakini burudani pindi tu ambapo zinatokea. Till next time.